Karibu katika makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso. Uchaguzi mkuu nchini Kenya ni mwezi Agosti mwaka 2027, lakini wanasiasa mbalimbali wameanza kuonyesha nia ya kugombea kiti cha urais. Miongoni mwao ni Reuben Kigame, mwanasiasa, mwanaharakati, mwandishi wa habari na mwanamuziki maarufu wa nyimbo za Injili. Kigame ambaye ni mlemavu wa macho ameamua kujitosa uwanjani kutafuta uongozi wa nchi ya Kenya. Nini kinamsukuma? Wiki hii mwenzangu Benson Wakoli alipata nafasi ya kuzungumza na Kigame kuhusu azma yake. Karibu sana kwenye studio za RFI Kiswahili Bwana Kigame. Nashukuru sana. Bwana Kigame, bado una ndoto ya kuwania tena urais? Nina ndoto kubwa sana na ninajiandaa. Naamini kwamba kwa uwezo wa Mungu na kwa sapoti ile nitapewa na wananchi na marafiki zangu wa Afrika, naamini kwamba kitakuwa ni kinyang'anyiro ambacho hakijaonekana, kwa sababu filosofia yangu na vile ajenda zangu za uongozi hazijapata nafasi katika maeneo ya Afrika. Ninapigania filosofia ya utu, haki na maadili na kama filosofia yangu. Alafu nina zile ajenda zangu 3 kubwa, kwamba bomoa ufisadi, tekeleza katiba na jenga Mkenya. Bwana Kigame, lakini namna unavyoeleza kwamba wewe ni mtu wa kati, lakini siasa za Kenya wengi wanazifahamu kwamba ni siasa za vurugu, matusi na siasa za kurushiana cheche, lakini zako zinaonekana kuwa za kadri. Unahisi una nafasi gani? Ni kadri kwa sababu ya filosofia ninayotumia kufanya siasa, lakini ni kali mno kwa sababu haina huruma kwa wale ambao wananyanyasa binadamu ama kuwaumiza kiuchumi ama kinadharia. Kwa hivyo ukanikaribia na wewe ni mtekaji nyara ama ni muuaji ama ni muongo, nitakupiga vita vikali, ila sitatumia matusi kwa sababu mimi napigania maadili. Maadili ndio yamepotea katika uongozi, yamepotea katika jamii yetu kama Waafrika. Ulikuwa mmoja wa watu ambao walijitokeza sana kuunga mkono mageuzi yaliyokuwa yanaletwa na vijana mwaka 2024 ambapo wengi pia walipoteza maisha. Je, vijana wana nafasi gani? Na sasa wameanzisha pia kampeni ya kuchukua kura ili kuhakikisha kwamba wanashiriki kwenye uchaguzi ujao. Unapanga kushirikiana nao vipi? Sipangi kushirikiana nao, tayari ninashirikiana nao kwa sababu nilikuwa nao kwenye barabara na mabango na tukipiga kelele nyingi tukipinga ule mswada wa fedha, na nilikuwa pale Eldoreti, nikawa barabarani Mombasa, nimekuwa na madaktari, nimekuwa na wale walimu wa JSS. Kwa hivyo vijana nikana kwamba tunasema kwa lugha ya Kiingereza nawafili sana, nawahisi ndani ya roho yangu. So wao ndio wanaelewa sera zangu, wao ndio wana mrengo ambao unaambatana na ajenda zangu. Kwa hivyo nitafanya kazi nao. Mimi mwenyewe niko pale nikihimiza wapate vitambulisho, wajiandikishe, wapige kura, na nafurahi kwamba idadi yao ni kubwa, kwa sababu 70% ya wa Kenya ni vijana. Watu husema kwamba ungependa kutoa manifesto yao siku za mwisho, lakini wewe ungepewa nafasi leo, nini ungependa kubadilisha katika taifa la Kenya? Nilivyosema, ajenda yangu kubwa ni mambo 3. Jambo la kwanza ni kubomoa ufisadi, kwa sababu ufisadi umekithiri, ndio ni kana kwamba unatawala katika maeneo yote. Lazima tubomoe, tufunge wale wafisadi na waregeshe zile hela ambazo wameiba, kwa sababu ndio wanafanya Wakenya kuwa maskini. Pili, tutekeleze katiba, kwa sababu sheria imekuwa ni ya wachache. Wale walio madarakani ndio wanakwepa sheria, huwa wafuati zile inavyosema korti. Korti ikisema hivi wao wanapuuza. Kwa hivyo wanaishi ni kana kwamba wako juu ya sheria. Tunataka katiba nzima itimilike. Alafu jambo la 3 ni kujenga Mkenya. Sasa hiyo ndio ajenda ya kiuchumi na mambo mengine ya kuweza kuleta mabadiliko, kwa sababu filosofia yangu inasema kwamba ikiwa kuna mradi wowote wa kiuchumi ama mradi wowote wa kiafya, kimazingira, lazima upe kipaumbele mwananchi.
Kama mwananchi hayuko kwenye kipaumbele cha hiyo miradi yote, haina maana. Tuzungumzie kidogo masuala ya kitaifa Bwana Ruben. Unafahamu juzi alikuwa rais mstaafu aliwaonya sana viongozi wa dini kwamba walichangia hali ya sasa ya taifa, na wewe pia ni mtu ambaye umefanya kazi kwa karibu sana na viongozi wa dini. Dini ina nafasi gani katika siasa zetu? Dini ina nafasi kubwa sana katika siasa za Afrika Mashariki kwa sababu asilimia 67 ya ile population ya Afrika Mashariki ni watu walio wa kumwogopa Mungu ama watu wa dini. Kwa hivyo hauwezi kufanya uongozi ama uchumi ama jambo lolote Afrika Mashariki bila kuangazia dini. Pili, niseme kwamba kanisa kwa kiwango kikubwa ndilo lililochangia sana kuingia uongozini kwa rais wa sasa William Ruto. Na pengine hapo niseme tu, nijifungue roho kwa kusema kwamba hapo ndipo kulikuwa na sababu ya kwanza ya mie kufinyiliwa nisiwe kwenye baloti ya 2022 kwa sababu zile kura za kanisa zingegawanyika. Kwamba rais aliyeko alitaka kura za kanisa na mimi nakubalika na kanisa. Kwa hivyo mimi ningekuwa kwenye kinyang'anyiro, basi zile kura hazingetosha. Hata mwanasheria alisema hivyo kwenye korti. Alafu kulikuwa na sababu nyingine kwamba mimi naishi na ulemavu. Kuna walemavu wengi sana walio na kura. Kwenye ile rekodi za IEBC ni 1.7 hivi za wapiga kura. Kwa hivyo zile kura ukijumlisha na vijana ambao walikuwa wanataka mabadiliko, kama ningekuwa kwenye kinyang'anyiro for sure Ruto hangepata 50+1. Viongozi wa dini, mstari mwekundu wafaa tuuchore wapi? Kuna mjadala mkubwa sana kwamba wanasiasa wanatumia majukwaa kanisani, kwenye misikiti kueneza chuki. Kwa hivyo ni wapi hatustahili kufika ama hatustahili kuchanganya kati ya siasa na masuala ya dini? Nafikiri kwa upande mkubwa na walaumu viongozi wa dini ambao hufungua zile kanisa na misikiti ili kuwakaribisha wale viongozi wa siasa, kwa sababu kwenye mafundisho ama shughuli za ibada za makanisani na misikitini kuna mambo yao ya kidini. Sasa ukaleta zile kelele za siasa za uongozi, kuwakaribisha wale viongozi ambao hawajasilimishwa ama viongozi hawajawekwa mafuta ya uongozi wa kidini. Sasa ukiwaleta kwenye madhabahu utapata kwamba unakosea kama kiongozi wa kanisa. Tukihitimisha Bwana Ruben, kuna wale wakosoaji wako wanasema kwamba wewe unatoa tu ukosoaji lakini utoe suluhisho. Unawaambia nini? Hamna wakati nimefungua kinywa changu kukosoa serikali bila kutoa suluhisho. Kwa mfano tu kwamba ninaposema elimu Kenya ibadilishwe, ninasema kwamba inavyofanya serikali inakosea. Kwa mfano, inatumia hela nyingi sana na haipatiani elimu ya sawasawa, na pia kuna vijana wengi ambao hawapati hiyo elimu. Na mimi suluhisho langu ni kwamba tuitoe elimu ya bure kwa kila mtoto anayeenda shule kutoka kuzaliwa mpaka na miaka 21 hivi primary na secondary school na vile university, ile tunaita undergraduate degree. Na nikifanya takwimu zangu napata kwamba tunaweza kutumia 50%, asilimia 50 ya bajeti ambayo inatumika kwenye elimu kutoa elimu ya bure, ila hela hizi asilimia 50 ambayo ni ya ziada inaenda kwenye mifuko ya wale walafi. Na nikushukuru sana Bwana Ruben kwa kutenga muda na kufika katika studio zetu za RFI Kiswahili hapa Nairobi. Bila shaka kadri muda utakavyosonga ndivyo pia nasi tutakuwa tunakusongelea kupata mengi zaidi kutoka kwako. Nashukuru sana kwa fursa hii ya kuwafikia Wakenya na wanetu wa Afrika Mashariki. Asante sana.
Asante sana mwenzangu Benson Wakoli. Hadi wiki ijayo kwenye makala ya Wimbi la Siasa, mimi ni Victor Abuso. Kwa heri.